kama siku 5 nyuma hivi nilipata ajali fulani hivi ndogo ya kawaida tu, lakini kwa sababu imeleta maumivu basi imekuwa kubwa, unaelewa? Yeah. Na imesababisha niwe nasimama kwa shida kidogo, lakini pia hata kumove inakuwa kwa tabu kidogo. Kwa hiyo nimekutana na maisha mengine tofauti kidogo, lakini kwa nini na rekodi sasa hivi? Ni kwa sababu nimepata kitu kingine, au nimepata ladha nyingine duniani ambayo kiukweli sikuwa nimeipata kabla. Yeah, nilikuwa labda unajua kuna vitu vinatokea nasema kwenye maisha ili uweze kujifunza vitu fulani. Basi hii imetokea kwangu. Nimekuwa nakaa nyumbani sasa hivi siku ya 5, niko tu nyumbani stoki, na sio tu stoki nyumbani, stoki hata ndani. Yaani nikitoka ni hapo ni humu ndani tunazunguka, unaelewa? Na ni kwa sababu ya mazoezi kidogo. Umetoka labda ufanye shughuli fulani, au ufanye hizo mambo Lakini kwanza katika hizo siku 5 ambazo niko nyumbani kiukweli nimeamini kwamba kuumwa ni ibada. Nilikuwa naamini, lakini sasa hivi pia naweza kuwa shuhuda kusema kwamba kuumwa ni ibada. Kwa hiyo na pia inakuwa ibada nzuri zaidi kama utakapoumwa ukaelekeza nguvu, shukrani kwa Muumba wako. Jua mimi nilivyopata ajali ni kuna wana siwakumbuki hata, lakini walinifuata kuniambia bana mwangu, sisi ndo tuliokuamsha, simu zako zilikuwa zimedondoka, pochi yako ilikuwa imedondoka na ilikuwa ina hela. Wakaniambia bana sisi ambao tulikuja pale tukakuamsha na nini, tukakurudishia vitu vyako, ila neno lako moja tulikuwa ukijitikisa hivi ukiona kama uko unasema mkono hujavu, yani nilikuwa wanavyonihadithia nilikuwa natingisha mkono alafu sasa mkono hujavunjika, basi mimi nikawa nasema alhamdulillah. Yani hata mna mtu niliongea naye, ila wote wananiambia neno lako lilikuwa moja tu, alhamdulillah. Japo nilikuwa nipo kwenye tope, nimechafuka, nimeumia, yani kwa hivyo wao kwa kihisi kama nini kimetokea, lakini neno langu lilikuwa moja tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kila yani wao wanaongea mambo yao, wananiuliza kitu na nini, mimi nasema tu alhamdulillah, unaelewa? Lakini hata nilivyorudi home, wife pia ananiambia the same. Nilikuwa kijitikisa tu hivi kidogo, kiona mguu unafanya kazi, sehemu ambazo nahisi maumivu nilikuwa nasikia unafanya kazi, nasema tu alhamdulillah, unaelewa? Kwa hiyo nimejifunza kuumwa ni ibada, ila ukishukuru na ukisema, ukiweka ile nia au usema ukikubali kwamba hichi pia kilipangwa na Mungu, ukakubali kwa dhati, I say hiyo inakuwa ni ibada kubwa zaidi, pengine hata wewe mwenyewe itakushangaza, unaelewa? Na kwa nini nasema kuumwa ibada? Mimi nina marafiki wengi kidogo. Inawezekana wakitajwa watu ambao wana marafiki wengi, mimi nimo. Simu yangu ina majina karibia 16,000. Unaelewa? Unaweza ukaona namna ambavyo na wingi wa washikaji, yani na washikaji wengi sana ambao naishi nao poa. Kwa hiyo sasa kwenye maisha ya kawaida, the way mitikasi ilivyo, ni ngumu sana kukutana na hao washikaji wote kwa mara moja, unaelewa? Kwa hiyo nilivyopata ajali kidogo, kwanza nipo hospitali tu asubuhi, nimefika hospitali, nimetoka pale niko hospitali na wife na nini. Ile pale hospitali tu wakaja wanangu, salute sana kwa wanangu ambao walikuja hospitali. Don Angelo alikuwepo pale, my brother. DJ Rama Q alikuwepo pale, au vibana Jimmy au vibana tajiri kutoka Miamo alikuwepo pale. Kwa hiyo tukawa tumeenda hospitali fulani hivi ndogo. Baada ya kutoka pale tukaenda zetu Platinum Hospital, ipo Msamvu pale, moja kati ya hospitali bora kabisa, and shukrani nyingi sana kwa Platinum. Walinipa huduma bora sana, yani kiukweli ile hospitali ni noma. Yani naweza kusema kwa uzoefu, sijai kutibiwa hospitali nyingine, lakini nimeshawahi kupeleka wagonjwa hospitali nyingine. Kwa hiyo nimeona namna ambavyo wagonjwa walikuwa wanapata shida sehemu nyingine, wanachelewa, huduma haziji kwa wakati, unaelewa? Alafu hata gharama pia ni kubwa. Nimefika hospitali Platinum pale, can you imagine kumuona daktari ni shilingi 5,000. Unaweza ukaona hiyo kitu bei rahisi sana. Kwa hiyo
ilikuwa ni nyakati nzuri sana nilipokuwa Platinum. Yani walihakikisha mimi, kwa sababu nilikuwa na maumivu makali sehemu ya goti. Hii ndio niliumia sana. Japo kuna sehemu nyingine nilichubuka, lakini hapa ndio niliumia. Kwa hiyo mguu wa kulia ulikuwa ufanye kazi kabisa. Walihakikisha sitoki pale bila ya kupata matibabu ambayo yataondoa kabisa maumivu. Nikapewa matibabu ya VIP. Yani salute kwa Platinum Hospital. Bana, salute sana. Basi tukaspend kama masaa 4 hospitali ya Platinum. Na yote hayo sio kama nilikuwa napewa tiba. Kuna masaa kama 2 niliwekwa kwenye mapumziko, na sehemu zao za kupumzika ni nzuri sana. Unajifeel kama uko nyumbani. Ukitaka maji unapata, sijui kitu cha moto unapata. Ukitaka kuangalia chochote kuna screen kubwa pale ambapo wifi wamefunga na unyamwezi. And shout sana kwa mkurugenzi wa Platinum Hospital kwa sababu ameleta huduma bora. Na ni hospitali nzuri sana, na ukifika tu getini umeshapokelewa. Haijalishi ni mgonjwa namna gani, kwa sababu mimi nilifika pale nilikuwa na siwezi kutembea. Yani sio kutembea, siwezi kusimama. Yani ile kusimama ni mchongo. Kukaa kwenyewe ni mchongo. Nilikuwa nakaa, yani angalau sasa hivi nakaa hivi. Ila pale nilikuwa siwezi kukaa hata hivi. Kwa hiyo nilifika pale na nikapokelewa vizuri sana kuanzia mlangoni hadi natoka. Yani ilikuwa ni muda mzuri na nyakati nzuri sana. Na baada ya kutoka kaudi zangu home, hapo sasa ikawa nimetoka hospitali nimerudi nyumbani. Na najaribu kuonyesha namna ambavyo ukiumwa na ukashukuru, ukaamini yote hayo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, hamna ugumu ambao utakutana nao. Kila kitu itakuwa tu ni changamoto ya kawaida ambayo utaiona. Labda sana sana utakuwa tu unasikia maumivu na nini, lakini moyo utakuwa unafarijika. Yani utakuwa umeridhika na kile ambacho kinatokea. Na inawezekana hizi siku 5 kwangu zimekuwa ni siku nzuri, na zimenifundisha vitu vingi sana na kunipa namna nyingine ya kuendelea kuamini zaidi kwa Mwenyezi Mungu, au vibana. Kuanzia kupata matibabu Platinum Hospital, kurudi nyumbani, nimerudi home. Nafika tu nilitumia kama saa 1 au 2 ya kupumzika mwenyewe, kwa kama saa 7 hivi. Yani turudi saa 5 nafikiri, saa 5 saa 6. Kwa saa 7 saa 7:30 8 hapo. I say hapa nyumbani walikuwa wanamiminika washikaji. Yani noma noma day 1. And sijamwambia mtu. Unajua nilivyoumia mimi sikuwa nimemwambia mtu yoyote kama nimeumia. Kwa hiyo washikaji wakawa wanamiminika ile big time. Yani niko home. Yani mpaka unasema noma. Yani unataka kulala lakini inashindikana kwa sababu ni wanakuja kibao yani. And tukizingatia ajali nilipata usiku, kwa hiyo hata nilirudi home nilala muda mchache tu, maumivu yakawa yananisumbua. Kwa hiyo washikaji wamekuja hapa, tumekaa nao mpaka saa 5 usiku watu hapo. Na wanakuja, yani ile siku ya kwanza tu walikuja watu zaidi ya 30. Unaelewa sijui. Kwa hiyo kwangu tupu ilikuwa ni kama napona. Unaelewa, yani kuona watu wengi, kwa hiyo ikawa kama napona. Najisikia fresh kwa sababu niko na watu, na nilikuwa siwezi hata kusimama. Usisahau kipindi hicho nilikuwa ya magongo bado sijapata. Hiyo siku ya kwanza, kumbuka magongo nilipata siku ya kwanza, lakini ilikuwa kama saa 3 hivi usiku. Nilimpigia mwanangu mmoja hivi, nikamwambia bwana Cobra nataka magongo, I'm not okay. Kaambia bana mimi ndo nimeona hapa status kuna mwana kaposti. Nikamwambia okay, poa shukran. Mimi nilikuwa sijui. Nikamwambia basi poa, pitia duka la dawa lolote hebu nichukulie magongo, au nenda pale Platinum Hospital anauza bei rahisi, utanichukulia afu utanipa nini lipa ili niweze kulipa. Akanambia poa. Kwa hiyo akaenda and guess what, alikuja unajua mwanangu alivyoenda duka la dawa akachagua gongo la Kinyamwezi lile moja lile. Ilivyokuja hapa nikawa natembelea hatua 2 tu nikaona nalivunja. Nikamwambia bana ili haiwezekana, na ukizingatia hapo ilikuwa tayari saa 3. Kwa hiyo ikabidi alirudishe, na bahati nzuri palikuwepo Big Yenga alikuwepo hapa, mkurugenzi wa Bongo Play TV alikuwepo hapa nyumbani usiku huo, na washikaji wengine wengi. Bro Lubuva alikuwepo hapa usiku, na madogo wengine wengi sana ambao walikuja hapa kwa ajili ya kulicheck. Nakwambia walifika 30. Kwa hiyo ikabidi usiku huo warudi dukani. Na kutoka hapa kwangu mpaka dukani ni kama kilomita 5-6. Inabidi waende alafu warudi tena. Wakarudi hapa kama saa 4:30. Wakaniletea magongo haya. Basi pale nilivyo test tu ikawa mwake babake, au vipi and nilikuwa na furaha tu, yani na enjoy. Kilichokuwa kinaniangusha ni maumivu. Nasikia maumivu sana,
Lakini mwisho wa siku nilikuwa nafurahi namna ambavyo wanangu wananipa tag na nini. Yeah, and hapo nazungumzia watu ambao walikuja siku ya kwanza 30. Achana na wale ambao wananicheki kwenye message, wananipigia simu. Bana noma ni wengi sana. Sasa kuumwa ni ibada. Yaani unaweza kusema kati ya watu ambao na namba zao 10,000 na kitu walionicheck wanaweza kawa labda ni 9,000 na kitu. Unaelewa, mpaka nashindwa sometimes si message ya mtu ambaye amenitumia juzi nazijibu leo. Tena leo ndo nimejibu message nyingi sana. Naanza kuzipitia moja moja najibu na nini. Yeah. Basi baada ya hapo wanafika saa 5 wakaondoka. Mimi nikabaki mwenyewe hapa na familia na nini. Yani kuna tagi kubwa sana nilipata kwa watoto zangu. Yeah, wanangu wananipa tagi kubwa sana, wanakuja wote hapa: Asad, Sabrina, Ayan, Amir, Sultana, Nuru, Brighton au vibana ya mdogo wangu. Kuna wadogo zangu wanakuja. Yani of course familia kama ile ya mimi hapa. Mama yangu ndo usihadithie. Bi mkubwa. Bi mkubwa kwanza mpaka ameumwa. Yeah, masista zangu Asha, Ana, yeah, they wamekuja hapa kweli, wamefanya nijisikie poa sana. Babangu mdogo, unaelewa, yeah, yani familia nzima kwa ujumla wake, na anachekiwa na watu wengi sana. And funny thing, wanawake ni wengi sana wanaonicheka, wanaonipa pole. Noma. Funny thing, au vibana. Yeah, siku ya pili nimeamka hapa fresh, ni asubuhi mapema tu. Sema leo, maana hospitali waliniambia Platinum pale, waliniambia bwana usishughulishe mguu hata siku 2 kwanza. Kwa hiyo nikawa nafanya nazingatia nilichoambiwa. Siku ya pili nikamka zangu hapa fresh, nikasema leo na hamu ya kusikiza muziki kidogo. Kwa hiyo nikagua mashine yangu laptop, nikawasha program ya kumix ngoma. Of course Ramakiwa aliniwekea. Nikawasha speaker na of course na speaker yangu kubwa hapa. Nitaka kufanya sherehe zangu za home, zile home party nini huwa naitumia. Nikawasha, nikaanza kunguta mangoma. Piga mangoma mengi na nini wajua zile. Baadaye na watu ambao walinisaidia kutoa meza nini ni watoto zangu Sabrina na Ayan. Walinisaidia kutoa vitu hapo nini, nilikuwa siwezi, kwa mimi nilikuwa nimekaa tu. Yeah, kwa nikakunguta mangoma na nini huku na kula korosho. Of course Bro J Masiga aliniletea korosho bana hapa. Yani kwa nikaa na enjoy. Yani kuna zawadi nyingi nimeletewa na watu wengi sana. Yeah, vitu vingi vimeletwa hapa. Sana nyama. Sasa hivi hapa ninapozungumza nina nyama kama kilo 15 ndani. Hatari. Kwa hiyo siku ya pili pia watu wakaendelea kutiririka. Watu wengi sana. Na kuumwa ni ibada. Ni ibada, and ukikubali kwamba hichi kimetoka kwa Mungu, amini nakwambia vitu vingi vitakuwa rahisi. Kwa sababu unaweza kuona muda ambao niko nyumbani hamna kazi zinaendelea, sifanyi kazi, siingizi hela. Na wanaonijua wanajua mimi mtu wa mitikasi, yani nimeingia hapa, nimetoka hapa, nimeenda kule, nimekutana na huyu, unajua zile. Kwa siku unaweza kuonana na watu zaidi ya 100 ambao nafanya nao michongo nikiwa fresh, yes. Lakini baada ya kuumwa niko home, kwa hiyo wale watu siona nao, maana yake hela haingii tena. Kwa hiyo watu ambao wanakuja nyumbani wengi, huyu kakupa 10,000, huyu kakupa 20,000, akija anakushikisha. Unajua kimgonjwa bana, huyu kakupa hii, huyu kakupa 5,000, huyu kakupa 2,000, huyu kakupa buku, huyu kakupa 30,000, huyu kakupa laki, huyu kakupa matunda, huyu kakupa nyama, huyu kakupa nini yani. Kwa katika baadaye kupiga mahesabu hapa, naona hela zinaingia tu babu, yani noma. Unaelewa? Yeah, kwa nini? Alhamdulillah. Unaelewa? Kwa nini? Alhamdulillah. Wingi wa watu ambao wamekuja kuniona mpaka leo ni siku ya 5 wingi wa watu ambao wamekuja kuniona, na bado hapa sasa hivi wametoka watu tayari kuja kunicheki. Hadi leo nikipiga mahesabu katika hizo siku 5 unaweza ukafika watu hata 300. Kuumwa ni ibada. Ukiamini, ukishukuru. Mfano mimi pale ambavyo nilivyoumia, nilivyopata ajali, nipo msingini. Mama unajua nilidondoka nikatupwa, nikadondokea msingini huko kwenye misingi ya barabara. Watu bodaboda ambao walikuwa wamepaki maeneo yale wakaja wakanitoa. Walivyonitoa, ingekuwa mtu mwingine ningeanza kupanic na nini, lakini wenyewe wananiambia kwamba kaka, neno lako moja tu lilikuwa ni unasema alhamdulillah. Alhamdulillah. Unaelewa maana yake? Nilikuwa sina namna nyingine, yani nasema tu hiki aliyesababisha itokee hivi, aliyepanga ni Mungu, na
na atakayefanya iishe hii iliyotokea, kama nimeumia sijaumia na nini, ni Mungu.